unahitaji wokovu, maisha yako yanamhitaji Yesu. Yesu anaokoa kabila zote, Yesu anaokoa taifa zote, Yesu anaokoa lugha zote, Yesu anaokoa rangi zote, Yesu anaokoa watu wote. Yesu amagwe, Yesu achague, yeye ana upendeleo. Kazi yake ni wokovu, kazi yake ni kuokoa, na yeye ni wokovu. Kimbilia kwa Yesu akupe maji yaliyo hai, maji ya uzima yanayokata kiu ya dhambi. Nataka nikueleze, ukimwamini Yesu hautaona tena kiu ya dhambi katika maisha yako. Wachawi wanakuonea, hauna tumaini. Waganga wa kienyeji wanakudanganya, hauna tumaini. Watakuambia lete jogoo, jogoo atakula yeye. Nataka nikueleze, nataka nikupe siri, nataka nikupe ujanja jioni ya leo. Jogoo lako kula mwenyewe na watoto wako na familia yako. Usipeleke kwa waganga wa kienyeji. Mpe Yesu maisha yako. Mganga atakwambia lete mbuzi. Nataka nikueleze, mbuzi chinja mwenyewe, kunywa supu na watoto wako na ukoo na familia yako kwa jina la Yesu. Mganga atakwambia lete kitenge kizuri. Nataka nikueleze, kitenge nunulia mke wako, kitenge nunulia familia yako, wazazi wako kwa jina la Yesu. Haleluya. Yesu maisha yako tena leo. Yeye ana nguvu za kuokoa, yeye ana uwezo wa kuponya, yeye ana uwezo wa kusamehe. Sikiliza watu wa dunia, ninawaletea habari njema, habari za Yesu. Wewe nataka nikueleze, Yesu ana nguvu za kukutoa kwenye vifungo. Amena. Amena. Hallelujah. Amen. Yesu ana uwezo wa kukutoa kwenye vifungo. Viko vifungo vya akili, viko vifungo vya ufahamu, viko vifungo vya mauti na magonjwa, viko vifungo vya kiroho na kimwili, viko vifungo vya uchumi. Vifungo ni vibaya. Mpe Yesu maisha yako akuokoe, mpe Yesu maisha yako akuponye. Anasema yeye atakaye kunywa hayo maji hataona kiu tena, kwa sababu ni maji ya uzima, kwa sababu ni maji yaliyo hai, kwa sababu ni maji yanayopatikana kwa Yesu peke yake. Na hayo maji ni Yesu mwenyewe. Yeye akikubadilisha, anakubadilisha kweli.